Godfrey Kasekenya Msongwe, mbunge wa jimbo la Ileje na naibu waziri wa ujenzi. Tunakushukuru sana kwa kuamua leo kututembelea Ileje na kutufanyia kazi kubwa sana ya kihistoria. Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Ileje bahati nzuri wana Ileje anaifahamu sana. Katika wakati wa utangulizi, kumbe alikuwa ni mmoja wa marafiki waliowahi kuwa wabunge Mheshimiwa Osia Mbembela enzi hizo, na aliwahi kuja hapa na akatoa historia. Tunakushukuru sana. Kwa hiyo yuko nyumbani. Wasira hoye! Lakini historia fupi tu Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba baada ya Osia Mbembela alikuja Mheshimiwa Steven Kibona. Na baada ya Mheshimiwa Steven Kibona alikuja Mheshimiwa Gideon Cheyo. Na baada ya Gideon Cheyo alikuwa Mheshimiwa Aliko, akaja Janet Mbene, na sasa nipo mimi Godfrey Kasekenya Msongwe. Lazima tutambue kwamba Chama cha Mapinduzi kinatambua na kinatuheshimu wana Ileje. Sio kazi rahisi. Leo tulikuwa na Mheshimiwa Mbembela, akaja Kibona, akaja Mbembela, na mimi leo naibu waziri. Sio jambo la kawaida sana. Tunawashukuru sana viongozi. Mimi nitaongelea mafanikio tu. Mwenyekiti, katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi katika utekelezaji wa ilani ya chama tunaweza tukasema kama leo hatuko 98, tuko tunaitafuta 100, na nitaeleza kwa nini. Moja ni kwamba katika wilaya ya Ileje tuna mafanikio makubwa sana, na mafanikio haya hajaja bure. Ni kwa sababu ya uongozi imara na madhubuti wa Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wakisaidiana na katibu wake. Tunawapa hongera sana. Chama kimeshikana, hakina mgogoro, hakina longolongo. Hilo la kwanza. La pili, tuna Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye pia ni mjumbe wa kamati siasa. Tunaongea lugha moja. La tatu, ofisi ya mbunge, ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na ofisi ya chama, bila kusahau ofisi ya mkurugenzi, tunafanya kazi kama timu. Na kwa sababu hiyo, wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, mwenyekiti, vyama vya upinzani walishindwa kufanya mikutano. Walijaribu lakini hawakupata kabisa wananchi wa kwenda kuwasikiliza, na baadaye walishindwa. Na hata katika vijiji 71 walijaribu tu kuweka watu vijiji nadhani 17 ama 18. Matokeo yake hawakuweka hata wakala mmoja katika vituo vyao. Kwa hiyo unaweza kupata hiyo picha kwamba CCM katika wilaya ya Ileje iko imara, ina mizizi, na sisi katika mwaka huu wa uchaguzi tunachotaka kusema tu kwamba tungetamani tuwe kati ya wilaya bora 10 kitaifa zitakazotoa asilimia kubwa kwa Mheshimiwa Rais katika uchaguzi wa mwaka huu. Tutakachofanya ni kuhamasisha zaidi watu kwenda kwenye vituo. Kwenye swala la kura halina mashaka. Hata wenzetu wanasema kwa kweli awamu ya 6 imeupiga mwingi. Shughuli za kichama, tunakushukuru. Jengo letu umetuwekea jiwe la msingi. Mwenyekiti, hatutakuangusha. Tutahakikisha hilo jengo kwanza kwa historia, lakini tuwe kielelezo kwamba Chama cha Mapinduzi kinaweza kuwa na vitega uchumi ambavyo mwisho wa safari kitatufanya tuwe na chanzo cha uhakika cha mapato. Mimi kama mbunge nataka nikuahidi tutaendelea kushirikiana na chama kuhakikisha kwamba tunakamilisha hilo jengo. Lakini jambo lingine Mheshimiwa, nitaka tu niliseme, mimi nilifanya ligi ya wilaya wakati wa kuhamasisha michezo, na ilitokea bahati mbaya sana. Hili nataka niliseme kwa sababu yuko mwakilishi wa mkuu wa mkoa hapa. Siku ya fainali, Mheshimiwa Mwenyekiti, makamu mwenyekiti, nyumba ya katibu wetu wa chama ambayo ni mali ya chama iliyezuliwa yote. Na Mheshimiwa Comrade Chongoro ambaye tunajivunia sana sisi kama Wanasongwe na Wanaileje,
kwanza kwa uwezo wake wa utawala, lakini pili kwa uzoefu wake katika mambo ya chama. Amekuwa mtu ambaye amekuwa ni wa msaada mkubwa sana. Alininong'oneza siku hiyo, akasema, leo unafanya fainali, jengo la katibu limeondoka, hivi unategemea chama ukakichangisha? Mbunge, hebu angalia. Ilikuwa ni mwezi wa 11. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapokuambia sasa hivi makamu mwenyekiti, katibu wa chama wa wilaya, baada ya hilo jukumu nilikubali, na tunapoongea sasa hivi jengo lote limekarabatiwa, ni jipya, linapendeza, na katibu wa chama wa wilaya amesharejea kwenye makazi yake ambayo yamekarabatiwa. Takribani milioni 18. Niwashukuru wale ambao kwa namna moja ama nyingine pia waliweza kuchangia, lakini kwa asilimia kubwa ofisi ya mbunge ilisimamia ujenzi. Ukiwa unaondoka hapa wanaweza kukuonyesha jengo lenye bahati nzuri linaonekana hata ukiwa njiani. Swala ambayo amefanya Mheshimiwa Mwenyekiti katika wilaya hii, maji tuna ukamilifu wa asilimia zaidi ya 80, na wilaya hii tangu enzi ya kina Mbembela tulikuwa tuna mradi mkubwa. Enzi hiyo leo Dr. Samia Suluhu Hassan ametegua kitendawili ambapo ameweka bilioni 4.9, na tunapoongea tuko asilimia 85 maji ambayo tunategemea zaidi ya miaka 30 hatutakuwa na uhitaji. Changamoto kubwa ilikuwa ni maji yanatoka machafu. Tumeshajenga tenki la kusafisha maji, treatment plant ambayo imeshakamilika, na nilikuwa naongea na wenzetu wa RUWASA, tayari madawa yameshakuja ambao watapata maji, lakini maji pia yatakuwa masafi. Mtandao huo ni mkubwa sana, haujawahi kutokea katika wilaya hii. Na tunapoongea sasa hivi tumeshaunganisha kwenye yale mabomba ya zamani, wakati tukiendelea kutandaza mabomba kwenye mabomba yale ya zamani tumeweka maji ili wananchi wapate maji, wakati tunaendelea kukamilisha utandazaji wa mabomba mapya ambao tutakuja kuyaunga. Asilimia 85 imekwama kwa sababu tuna chanzo kipi ambacho tunaunganisha chanzo cha zamani, hatuwezi kujenga kwa sasa kukamilisha kwa sababu mto umekuwa ni mkubwa, kwa hiyo tunasubiri maji yakipungua tuweze kukamilisha. Umeme, vijiji vyote, kata zote asilimia 100, vitongoji tuna asilimia zaidi ya 74. Tutakuwa tunamaliza mwaka vitakuwa ni vitongoji kama 16 tu havijapata umeme katika wilaya yote ya wilaya ya Ileje. Shule, tuna shule ya amali Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta, tuna A-level sasa hivi zaidi ya 4, tulikuwa hatuna kipindi hicho, tunakwenda. Vituo vya afya tumejenga viwili, kituo cha Itale, kituo cha Ndora katika awamu hii. Barabara uliokuwa nayo imekamilika katika mwaka huu wa Dr. Samia Suluhu Hassan, inaenda Malawi ambapo tumejenga pia daraja la kuvuka Malawi, serikali ya Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Wenzetu wa Malawi nao wanajenga kuja kuunga hapa kwa sababu ilikuwa ni makubaliano ya nchi hizo mbili. Kwenye miundombinu, Mheshimiwa Mwenyekiti, makamu mwenyekiti, ulipoishia barabara pale ni Isogoro, lakini hiyo barabara inakwenda Kyela kuunganisha na Kasumulu. Mpango wa serikali ni kuona korido la kusini kuanzia Mtwara, Mbinga, kuja Baba Bay, kuvuka Ziwa Nyasa kuja Kyela kuungana na Tunduma. Na hii barabara ndio inakwenda huko. Tunapoongea Mheshimiwa makamu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaachia hela 7.2 bilioni. Tunapoongea wakandarasi wa Kichina wameshafika, wanaanza ujenzi kilomita 52 mpaka Ndengo Isongoro. Zitakuwa zimebaki kilomita 40 tu kwenda kuunganisha na mpaka ule wa Kasumulu. Barabara ambayo inapita kwenye kiwanda kikubwa cha makaa ya mawe ambayo yako wilaya ya Ileje. Anaambia yuko tayari, lakini tu nitaka niseme barabara ya kutoka Isongole, Itumba, Ibaba hadi Katengele Karembo, Katengele Isoko, Katengele kwenda Kafafa tuko tunafanya usanifu. Na barabara hii ya kwenda Mlale kwa Mheshimiwa Gideon Cheyo mpaka Rwanda, muda si mrefu wa kandarasi tuko hatua za mwisho kwanza kilomita 21 kutokea kule kuja huku. Kwa hiyo barabara zote ziko kwenye mpango kuhakikisha kwamba zinajengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, makadirio yetu ni kwamba inapofika 2025 maji
katika wilaya Ileje tutakuwa tuko 97%, na maji yote ni ya mserereko, hatuna maji ya kupampa. Kwa hiyo tuna bahati hiyo, na katika Tanzania ni kati ya wilaya ambayo inafanya vizuri sana katika maji. Nimalizie tu kwa kusema yako mengi ya kuyasema, yako mengi ya kuyashuhudia. Tuna barabara ambazo zilikuwa zinakwama, sasa hivi kila mahali kunafikika katika kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tunasema sisi kwetu hatuna deni kwa Mheshimiwa Rais. Hatuna deni kabisa. Yeye ndiye anayetudai ifikapo Oktoba 2025. Na sisi tunaomba ukatupelekee salamu kwamba tutahakikisha, na naomba tutahakikisha kwamba kura zote anapata Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba tupige mkono. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Mama Samia! Mama Samia!